Mtazamaji, wagonjwa wa saratani katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta walielezea masaibu yao kufuatia kukatika mara kwa mara kwa mfumo unaotoa huduma kupitia bima ya SHA. Wagonjwa pamoja na walezi yao walisema kwamba hali hii imewalazimu kusubiri hadi siku 3 kupata matibabu. Na huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya saratani, wagonjwa hao wanaitaka serikali kutekeleza maagizo ya rais ya kuongeza fedha za SHA kwa wagonjwa wa saratani kutoka shilingi $500,000 hadi shilingi $400,000. Emily Chebet alikuwepo, hii hapa taarifa yake. Ni wagonjwa wenye ghadhabu katika kituo cha saratani katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Wagonjwa wa saratani na walezi wao waliofika hapa kupata huduma muhimu wameelezea kukata tamaa baada ya katibu wa huduma za matibabu Daktari Ouma Oluga kukosa kuwasikiliza alipotembelea kituo hicho wakati wa maadhimisho ya siku ya saratani duniani. Daktari Oluga, ambaye alikuwa ameandamana na afisa mkuu wa hospitali hiyo Richard Lesiampe, alifika langoni mwa kituo hicho na kuondoka kuelekea mkutano mwingine, hatua iliyosababisha hasira miongoni mwa wagonjwa. Tulikuwa tunafikiria atakuja hapa akuja ingia ndani hapa aone bila ugonjwa anataka. Hii mashine haifanyi kazi. It's not working. Haya, vijana wanafanya kazi, mashine iko slow. Mimi nimekuja kutoka Monday mpaka saa hii. Nisiende kwa kimo. Hiyo kimo na petrol. What are they doing? Wanakuja nasimama hapa alafu wanaenda. You cannot work like that. Wagonjwa hao wanaitaka serikali kukagua mfumo huo wa SHA ambao wanasema unasababisha mahangaiko na maumivu zaidi. My mother is supposed to be preparing for chemotherapy on Friday, second session. Up to now, we are being told the system downtime. Every day it is system downtime. People are taking 3-4 days here, coming every day. Naambiwa mwende mtafute madawa, tunapitia mashida kupata dawa. Unakuja huku hivi kwa system pia unaambiwa system iko low. Sasa unashindwa sasa nini hospitali kubwa hivi? Mbona tunakosa kupata usaidizi hivi? Kelvin Okoth anasema alifika hospitalini saa 11 alfajiri na kupewa nambari 27 kwenye foleni, ila kufikia wakati tulipokutana naye mwendo wa saa 7 mchana hakuwa amepata huduma. They are saying SHA, but we don't believe because yet when they send you to go to Texas to get your drugs which are not here, you take under 20 minutes and you're back to Kennett. They do it up front. What's happening here? Yet they also have queues at Texas. Wagonjwa wa saratani pia wamelalamikia kucheleweshwa kwa uboreshaji wa malipo ya mfumo wa SHA kama ilivyoahidiwa na Rais Ruto mwishoni mwa mwaka uliopita. Kulingana na Daktari Oluga, Wizara ya Afya imeandikia barua hospitali zote zenye makubaliano na SHA kuwaruhusu wagonjwa wa saratani kupata matibabu kufikia hadi shilingi $800,000. The hospital that is managing should be able to apply, and they know how to do that through what they call the provider portal. They need to notify SHA that we've gotten to 550 and then to allow them access up to 800,000. And I think it is important to clarify that these are unique cases because not all patients will require the 800,000. Oluga pia alisema serikali inaanzisha vituo zaidi vya matibabu ya saratani kote nchini kama njia ya kuwezesha ugunduzi wa mapema wa ugonjwa huo na kuboresha utoaji huduma. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.